kupambana na dawa za kulevya Zanzibar kwa kushirikiana na kikosi kazi cha kupambana na uhalifu mkubwa wa kupangwa imefanya operation maalum kwa lengo la kudhibiti usambazaji wa dawa za kulevya ambazo zinasambazwa kwa kutumia mbinu mpya, narudia tena, kwa kutumia mbinu mpya ya kuzichanganya katika bidhaa za kawaida za chakula ambacho ni matumizi ya kila siku ya binadamu. Ndugu waandishi wa habari, mnamo tarehe 25 na tarehe 29 mwezi wa kwanza 2026 tulifanya operation maalum katika maeneo ya mkoa wa Kusini Unguja na mkoa wa Mjini Magharibi, katika maeneo ya Paje, Jambiani, Mbweni, Shangani, ambapo ukaguzi maalum ulifanywa katika maduka ya Pop Eyes, UK Trees, Shop and Go na ghala iliyopo Mpendae, baada ya kupata taarifa fiche kuwa wahusika yanahusika na biashara haramu ya dawa za kulevya. Katika operesheni hiyo tulifanikiwa kukamata pipi, chocolate, biskuti, ubani, korosho na shisha zenye majina ya Elf Bar na Fresh ambazo ndani yake zilikuwa na dawa za kulevya aina ya cocaine, bangi na LSD. Zote kwa pamoja zina uzito wa kilogramu 7.448 zilizokuwa zinauzwa katika maduka hayo kama bidhaa halali ambazo ndani yake zilibainika kuwa ni dawa za kulevya. Uchunguzi wa awali wa kitaalamu uliofanywa na mkemia mkuu wa serikali ulibaini kuwa bidhaa hizo zimewekwa katika vifungashio vyenye muonekano wa kuvutia kibiashara, ladha zenye kuvutia watumiaji wakiwemo watoto na vijana, bila kutambua hatari iliyokuwepo ndani yake. Ladha hizo ni kama grape ice, mango ice, bubble jam, watermelon ice, strawberry ice, peach ice na strawberry kiwi na kadhalika. Dawa hizo za kulevya zinaingizwa nchini na raia wa Romania aitwaye Alexandru Rizescu mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa Mbweni kupitia Zebra Retail Investment, na anazisambaza bidhaa hizo ndani ya nchi na nchi za nje kama Kenya, Uganda, Zambia, Rwanda, Burundi na Malawi. Ndugu waandishi wa habari, mtuhumiwa huyo Alexandru Rizescu tayari tumeshamfikisha mahakamani kujibu tuhuma zinazomkabili. Watuhumiwa wengine waliofikishwa mahakamani ni Nahdi Bandari miaka 33 na Farhad Mustafa miaka 33, wote raia wa Tanzania wenye asili ya India. Pia kuna syndicate kubwa ya mtandao huu ambao walisaidia au kuingiza au kusambaza au kunufaika na biashara hiyo haramu watafikishwa mahakamani mara baada ya upelelezi kukamilika. Lakini pia kuna vyombo vya usafiri ambavyo vilikamatwa katika kadhia hiyo. Kuna gari aina ya Toyota Town Ice yenye nambari za usajili Z695JD, gari aina ya Toyota Harrier yenye nambari za usajili Z726KR, gari aina ya Toyota Alphard yenye namba za usajili Z721LT na pikipiki 6 aina ya TVS. Vyombo vyote hivi vilikuwa vinatumika kusambaza dawa za kulevya hapa nchini. Ndugu waandishi wa habari, kukamatwa sasa kwa dawa hizo pamoja na watuhumiwa ni udhibitisho kuwa wahalifu wamebadilisha mbinu kwa kutumia bidhaa za kawaida za chakula na burudani kama njia ya kusambaza dawa za kulevya, huku walengo wakiwa ni watoto na vijana chini ya miaka 18 na kuendelea, ambao ni tegemeo la taifa letu. Dawa hizo zisipodhibitiwa zitasababisha madhara makubwa yakiwemo kuongezeka kwa uraibu, changamoto ya afya ya akili, watumiaji kupoteza fahamu, vifo vya ghafla, ajali za barabarani, mshtuko wa moyo, kansa ya mapafu, kupoteza uwezo wa kunusa, mabadiliko ya ghafla ya tabia, kuongezeka kwa uhalifu nchini na uvunjifu wa amani.
Ndugu waandishi wa habari, napenda kusisitiza kuwa taasisi ninayoiongoza kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usimamizi wa sheria hatutovumilia vitendo hivyo vinavyolenga kuwaingiza watoto wetu na vijana wetu katika uraibu wa kudumu bila kukusudia na kukatisha malengo yao ya baadaye. Katika operesheni hii mtasikia kelele nyingi sana na zimeshaanza kutolewa kwa sababu tuliowakamata ni wahalifu wakubwa na ni syndicate kubwa ya kitaifa na kimataifa. Sababu mtu ambaye anaingiza dawa kutoka nchi za nje tayari ana syndicate kubwa, ni serious organized criminal. Kwa hiyo tumeshamkamata, kelele zitakuwa nyingi. Wameshaanza kwamba Kanali Nasoro na personal interests za kibiashara. Kanali Nasoro anapokea rushwa. Sisi hatuna ugomvi na mtu wala hatuna interest na biashara ya mtu. Ugomvi wetu ni dawa za kulevya. Pale ambapo hata kama we ni mwekezaji lazima utii sheria za nchi hii. Takukamata tu kama unauza dawa za kulevya, lakini usitafute visingizio kwamba tunapokea rushwa au tuna personal interest na biashara nyingine. Na tumeshaanza kutishiwa, lakini niwahakikishie na niwahakikishie wananchi tuko tayari kivita kwa yeyote atakayokuja kama adui, na sisi tuko tayari kwa sababu tumekabidhiwa dhamana hii kuhakikisha kwamba hatutishwi na mtu yoyote, na tuko tayari kukabiliana naye kwa gharama yoyote ile, kwa sababu hili ni jukumu letu, lazima tulifanye. Na wananchi mtusaidie katika kuhakikisha kwamba tunagundua uhalifu na kuteketeza hapa nchini. Ndugu waandishi wa habari, niwahakikishie kuwa tutaendelea kusimamia sheria na haki kwa kuchukua hatua kali dhidi ya wote watakaobainika kuhusika na uhalifu huo. Hatutomwonea muhali mtu. Mtu yeyote atakayesaidia kutenda kosa au kunufaika kwa namna moja au nyingine na chumo haramu la dawa za kulevya bila kujali utaifa wao, vyeo au madaraka yao, tutamchukulia hatua. Ndugu waandishi wa habari, naomba nitoe rai kwa wazazi, walimu, walezi na wananchi kwa ujumla kuwa makini na bidhaa tunazonunulia watoto wetu na zinazonunuliwa na vijana wetu, hususan bidhaa mpya zenye vifungashio visivyozoeleka hapa nchini. Niwashukuru wananchi wote, viongozi wa serikali na viongozi wa dini kwa kuendelea kutuunga mkono katika mapambano haya, na waendelee kutupatia taarifa kupitia namba yetu ya simu. Ni simu ya bure, ni namba 119. Namba hii inapatikana masaa 24 kwa upande wa hapa Unguja, lakini vile vile taarifa za Pemba zinapokelewa. Niwahakikishie wananchi kuwa kwa nguvu zetu sote tunaendelea kulinda afya ya jamii, utu, usalama wa taifa letu, lakini pia na amani ya taifa letu ambayo ndio kipaumbele cha Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Baada ya kusema hayo, Zanzibar bila dawa za kulevya inawezekana ikiwa kila mmoja